Away.
Amen. Thank you Lord Jesus. Karibu tena jioni leo. Bwana kubariki sana na kutenda mema. Wakati ule umeweza kujitolea. Bwana ni mwaminifu, Bwana ni mwenye nguvu. I thank God for your commitment. God is good to bless you. Kwa dakika zile utakapo nisikize, Bwana atakutenda mema. Tunaenda kusikiza neno la Bwana na Bwana atakuwa mwaminifu kwa maisha yako. Amen. Amen. Mungu asiyeweza kushindwa wakati wowote ule. Kwa hivyo tunamwabudu Mungu aliye mshindi. Jioni ya leo Bwana kubariki sana. Nataka tuingie katika maandiko leo. Napoweka msingi wa neno la Bwana, na hii wiki kwa siku kadhaa tutaongea maneno inahusu giving. Na tunapoongea about giving, unapoanza kuambia watu about giving, many people they think about money. But the first thing, God anakuwa interested na mtu kwanza kujitoa. Kuna maandiko nilisoma jana katika Romans chapter number 12 verse 1. Paulo anaambia Warumi, akawaambia kwanza, toheni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu
Kwa sababu kitu ya kwanza katika maisha, Mungu si pesa zako ako na interest nazo. Na ndio maana watu wengi hawajai jua, wanaweza kuwa wewe unatoa sana lakini bado haujajua kujitoa. Mungu ako na interest sana na vile mwenyewe umejipeana kwake. Kwa sababu you are very important to God. Na ninapoongea habari ya kugive, give yourself to God first. Na hapa ndiyo maana Mungu anaona ya kwamba anaambia Samueli, ambia Sauli, I am not interested with your money, with your sacrifice, with your mbuzi na kondoo. Obedience is the only thing I need from you. Many times tunafikiria, na ndio maana naweza sema kwa wenzangu tukianza kuhubiri, ni vizuri kuambia the truth. Kwa sababu blessing hazikuji kwa sababu you give money. Mungu haina interest kubwa sana na maisha na fedha zako bila wewe kuwa interest na yeye. Because before fedha zikuja alikuumba. Mungu kile kimemweka kuwa anakuangalia ni wewe anahitaji more than money. Sasa sisi tunapoangalia, unaambia mtu utabarikiwa, 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 utabarikiwa. But huyu mtu bado moyo wake uko mbali na Mungu. Na anapoanza kukataa kubarikiwa kwa sababu ulimweleza habari ya pesa au kumwambia habari ya moyo wake kuutoa, anaanza kusema Mungu ni muongo. Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Anaanza na wewe kuliko ile fedha unampatia. Kwa hivyo kama ni fedha, kila mtu angekuwa anapeleka kanisani na kuwa sawa. Mlevi, mwizi, mkola, ukiiba unaleta ndani ya nyumba ya Mungu. But it is not like that. Mungu ana respect wanaotoa Bwana kwanza, wao wamejitoa mioyo yao. Before you give your money, give your heart first. God ako interested na maisha yako mwenyewe. Because ukisoma Samuel chapter number 15, verse number 22. Alipoleta sadaka zote, akaleta dhabihu zile alileta kutoka kwa kule aliambiwa kwa Amaleki. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliongea na Samueli, akamwambia na regret kwa nini nilichagua Sauli. Kwa sababu nilimtuma aende amalize wa Amaleki, lakini nimeshangaa ameniletea hata watu hapa. Maana yake yeye alipoulizwa akasema ni watu walipendezwa na mbuzi, wakabeba zenye na mafuta zenye nzuri za kutoa sadaka. Akasema tukabeba mpaka na gai mwenyewe. Sasa swali ni moja, Mungu alitaka watu waletwe ama alisema wamalizwe wote wawe cleared? Sasa Mungu anaposema first thing, ibada yenye maana, ibada yenye maana. Nitarudia neno lile kabla zaenda pointi zingine kwa sababu nitaongea tu dakika 15. Usifikirie nitakaa hapo, kwa hivyo ni vizuri usikize. Bwana atakusaidia kuelewa. Romans 12 ndio tulisoma na nataka nirudie. Basi ndugu zangu, itoeni ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenye maana. Ibada zingine zote hazina maana kama fast haujazitoa. Anasema ibada yenye maana ni wewe kuwa umezisacrifice yourself. Service is not money. It is not about singing. It is not about worshiping. It is not about preaching. It is about sacrifice. Kujitoa kwanza. Unajipeana kwake Mungu. Unazitakaza, unaziosha. Ibada yenye maana ni kuepukana na maovu na dhambi, ili Mungu mwenyewe haone maana yako ya kutembea kwako. Sasa tunafikiria unaweza tolea Mungu sadaka, uonge Mungu na fedha zako. It is not possible. I tell you the truth, kama fedha ndio zinafanya watu waende mbinguni, kama ni kutoa, kuna watu walio na fedha wangekuwa wameenda mbele yetu, kwa sababu wangejua hivyo wangetoa na wangefaulu. Lakini Mungu hayuko namna hiyo. Mungu anaangalia roho za watu, kwa sababu alikuumba kwa kusudi na malengo. Alafu anasema fedha na dhahabu ni zangu. Na kama fedha na dhahabu ni za Mungu, how comes unaweza fikiria hiyo dhahabu ndio utampelekea ili umwezeshe kumwambia ya kwamba utatembea na yeye?
Na mimi nikiwa mtumishi wa Mungu nitasema hivi, ni vizuri sana watumishi wa Mungu mnaonisikiza, unapofundisha mtu mfundishe kuokoka, mfundishe kuacha njia mbaya, mfundishe dhambi, mfundishe makosa. Wacha kumfundisha atoe pesa, atoe sadaka, abarikiwe. Na unaelewa, unaambia mchawi atoe, mganga apewe, malaya atoe. Ni sawa, watatoa, but faida yao ni gani? Kuna haja gani utoe fedha zako lakini moyo wako uende jehanamu? Na ndio maana Yesu akauliza watu katika kitabu ya Mathayo, utafaidika nini ukipatiwa the whole world na upoteze nafsi yako? Wengi watapoteza nafsi kwa sababu wanataka the whole world, wanataka kukonka, wanataka masamba, wanataka mali, lakini wanafikiria wakienda na hizo mali kwa Mungu, Mungu atawakubali. No, Mungu hawezi kubali sadaka zako. Anasema nachukia sadaka ya mwenye dhambi. Hiyo ni Proverbs. Nachukia sadaka ya mwenye dhambi, ni chukizo mbele za Mungu. I tell you the truth. Na ni vizuri tukifika hapo, kwa sababu utafika hapo nikusomea hizo vitu zote. Nasema saa sitaki nianze kuziingilia, lakini nataka kukupatia. Anasema nachukia sadaka ya mwenye dhambi. Na hiyo ndio shida, watu wajaelewa ya kwamba wakati unatoa sadaka ukuwa mwenye dhambi, Mungu unaprovoke Mungu kukuona mahali ulipo. Because sasa pesa zile umekuja nazo, either umeiba, either umenyang'anyana, hauwezi kujitakaza, huwezi fanya lolote, unaleta kanisani. Sisi kazi yetu ni kupokea. Tunapopokea tutaki kujua mwenye kutoa ametoka wapi. The point is, ni vizuri kuambia mtu, although unafanya hivyo, jua ya kwamba haiwezi kukutengenezea barabara ya mbinguni. Sadaka yako iwezi kukutengenezea mahali utaenda. Sadaka yako iwezi kukuconnect na mbingu. Sadaka yako iwezi kukuunganisha na mbinguni. Ni sawa, lakini angalia watu wale walitoa sadaka kwa Biblia wakakumbukwa na Mungu akatumana. Kornelio hakuwa anamjua Mungu, lakini maandiko yanasema ya kwamba aliishi kumtafuta huyo Mungu mwenye hamjui. Njia zake zilikuwa anasaidia watu, anasupport watu na maombi ya kila siku. Alitaka kumjua na Mungu akaona huyu ni mimi anatafuta. Na maandiko yanasema ya kwamba enda umwambie maombi atumane Petro akuja afanye kitu. Kwa sababu gani? Moyo wa mtu unamata sana. Biblia inasema tena katika Proverbs, kuzeni nyote vile mlivyo, lakini Mungu anajaribu mioyo ya watu. Moyo wako ukijaribiwa mbele za Bwana, what do you think? Bwana akija ajaribu moyo wako, unaona kama utafaulu? Na ndio maana anasema ya kwamba toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Basi tu, wala msifuatanishe namna ya dunia hii, bali mgauzwe kwa kufanywa upya nia, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu, mema, ya kupendeza na ukamilifu. Kwa nini? Kwa sababu unapoepuka mambo ya dunia, unaanza kuelewa Mungu. Unajua, nilikuja kuunderstand, sisi tuna expect Mungu ataingiza watu kulingana na viwango. Mambo ya Mungu hayapina viwango, bali iko ni lazima uzitakaze kwa damu ya Yesu Kristo. Wokovu ndio certificate ya kuingia. Hakuna certificate ingine inakuingiza kwa Mungu. Ni kuokoka na kutubu dhambi na kukubali Kristo ndio Mwokozi na kubadilika na kuanza kufuata njia zake. Haijalishi unatoa tithe ya aina gani, haijalishi unatoa sadaka ya ng'ombe na mbuzi, haijalishi unapeana pesa za aina gani, Mungu hawezi chukia, hawezi changazwa na zile unatoa. But anajua kwamba moyo wako hauko pamoja na mimi. Haiwezekani. Angalia kijana mmoja amemfuata Yesu. Amamuuliza, nitafanya nini ili niende mbinguni ama niweze kufika mbinguni? Akamuuliza, unajua 10 commandment? Akasema anajijua, bado nimejifanya zote, nimekamilisha kila kitu. Akamwambia, nao kama umefanya hiyo yote, sasa sikiza, enda uuze mali ulio nayo, alafu upe maskini, alafu kuzo nifuate. Biblia inasema alitingiza kichwa kwa sababu mali yake ilikuwa ndio kazi kubwa sana. Na maandiko yanasema nini? Mali ya mtu utajiri ulipo, hapo ndio moyo wake huko. Ndio maana kuna mahali unaweza guzwa, hata kama unaokoka unakunja ngumi. Unasema hai, hata kama ni kuokoka kwanza wasa tumalizane na hii kesi. Kuna zingine zinataka makofi. Hakuna zile zinataka makofi, ni kujitia nguvu ili upige mtu ama ufanye vituko. Niliona wengine wanasema ya kwamba kama kanisa limeshindwa, acha tuende kwa waganga watusaidie. Si kanisa limeshindwa, ni kwa sababu you are not ready to pay the cost. Hatutaki kufuata njia zilizo za kweli, hatutaki kufuata njia zinazostahili. Tunataka sasa tufanye mambo kivyetu. Lakini Mungu naye ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki. Hata kama utampea sadaka, haitabadilisha mawazo yake. Haleluya. Katika Isaia chapter number 59 anasema, mkono wangu si mfupi
ati uwezi kuwafikia wagonjwa uwaponye. Haina uwezo huo. Hebu angalia vizuri. Hiyo ndio nasoma alafu nikuombee. Isaiah 59. Kumbuka hiyo itaongea about giving, na ninataka kuonyesha the first giving you must give your heart. Don't give money. Money hiyo ni appreciation ya kusema ya kwamba you love God. Unafanya hivyo kwa sababu unampenda. Kwa sababu giving inaletaka love. Mungu akapenda ulimwengu akatoa mwana wake pekee. Kwa hivyo alikuwa ameshatupenda. Giving is about love. It's not about bribing God. You cannot bribe God with your money. God cannot change money because you give a lot of money, amount of money. No, God is God. Maandiko yanasema ya kwamba abadiliki usiku na mchana, alikuwa jana leo na hata milele. Huwezi badilisha Mungu. Verse number 1 nasema hivi, 59 Isaiah. Tazama mkono wa Bwana au kupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Mungu ako the same. Anasema ya kwamba mkono wa Bwana haujafunguka atiwezi okoa, wala sikio lake ati ni nzito aliwezi sikiza. Mungu ako the same. Mkono wake bado unaokoa kama zamani, sikio lake linasikiza. Lakini verse 2 inasema hivi, lakini ni maovu yenu yamewafarikizana nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake asione wala hataki kusikia. Kwa hiyo maovu ndio imetutenganisha na Jehova. Na ndio maana nasema ya kwamba dhambi maovu yametutenganisha. Maovu yale watu hufanya wewe anaweka Mungu mbali, distance. Do you know there's a difference ya distance? Nataka uangalie hapa. Maovu yamewafilikisha nyinyi na Mungu wenu, yamewatenganisha. Dhambi zenu zimeficha uso. Dhambi huwa zinazuilia Mungu asione. Anytime dhambi imeingia, kama mtu hajatubu, Mungu anazuilia kuona kile anapaswa kuona. Ndio maana hata kama utatoa sadaka nzuri, utaomba maombi, utaenda kanisani, utaimba, utahubiri bila na ubiri, lakini dhambi hujaiondoa, Mungu haezi ona kile unafanya. I tell you the truth. Na ni vizuri sana hata mhubiri kuambia mtu ukweli. Mwambie ndugu, hata kama umetoa sadaka kubwa na hujaokoka, hauna ushirika na Mungu, wacha kumwambia endelea tu kutoa na kuamini Mungu utabadilishwa. Sometimes you must tell the people the truth. Uambie kwamba the first sacrifice your heart. Na naomba Mungu atusaidie. Kanisa la wakati wa mitume lilikuwa na difference sana na kanisa la leo. Wakati Anania alikuja na mke wake, waliuza samba wakazuilia kiwango. Akakuja kama bila sisi tunaendaga tumezuilia tithe, tumekuja na kanusu. Akakuja akasimama pale kwa madhabahu. Petro kuongoza na Roho Mtakatifu akamwambia, "Okay, hiyo ndio pesa ile mmeuza samba?" Akamwambia ndio. Akamuuliza, hata nikuulize Anania, hiyo samba kabla haijauzwa ilikuwa ya nani? Akasema ilikuwa yangu. Na wakati uliuza ilikuwa ya nani? Ilikuwa yangu. Kwa nini umefikiria udanganye Mungu kuja na sehemu na uzuilie sehemu nyingine? Kwa sababu naona wakati aliona pesa ni mingi, akaona wacha apeleke kafungu kidogo kwa kanisa lingine azuilie. Lakini kwa Mungu alikuwa amesema atatoa yote. Aliona bana basi akitoa zote, na akaona ameuza samba na akaleta zote. Naye akaziambia kwamba nitatoa zote. Sasa shida ilikuwa hapa. Alipoona ni mingi, alizuilia, na kujua alikuwa ameweka covenant na Mungu. Sasa wewe unaonaga tithe ni mingi, unazuilia, ingine unakuja na kanusu kanisani. Wao unacheza sana. Na Mungu akusaidie sana, because ni pile watu hata waanguki kanisani. Sasa watu wangekuwa nakufa pale kwa sababu wengi ni waongo. Wengi wanakula fungu la 10, anakuja anajifanya hakuna kitu ameona. Wacha niwaambie ukweli. Anania alipoambiwa kwa nini, ujue si Mungu umedanganya, ni Roho Mtakatifu alianguka hapo akakufa. Akazikwa. Sijui wakati wa kukuwa na sheria, lakini alizikwa. Tuambiwa askari walikuja, walikuwa naogopa hata kanisa la wakati huo, because ungecheza ungekufa. After 2 hours mke wake amekuja, alikuwa ameachwa akipanga mipango ile vile wataenda out kukula. Lakini akaja akauliza na Safira na Petro, "Hii ndio pesa mliouza na bwanako?" Akasema akaambia okay, angalia miguu ya vijana, hata wewe kama unadanganya. Miguu ya vijana wakitoka kuzika ni kama nyumba hakuna cement, ilikuwa tu katika mchanga.
Kasema ndiyo hii wanarudi. Alipoona akastuka akaanguka, naye akaenda akazikwa. Kanisa likapatwa na uoga. Watu wakaelewa sasa hapa si mambo na giving, ni mambo na kungive hati. Uongo utawekwa mbali, dhambi zitawekwa mbali, kujidanganya mtawekwa mbali, maovu itawekwa mbali. Kwa sababu naweza kukwambia ukisaa tubu mbele za Mungu na uache njia zako, hata kama ni leo tunaweza kuwa hatujui ulitubu, tunaweza kuwa tulikuona ukiwa mbaya, lakini Mungu anaangalia moyo. Wacha nikusaidie kitu moja. Watu wengi hukumu watu na maisha ya jana. Usiwahi hukumu mtu na jana. Watu wengi hukumu watu na last month vile alikuwa anakaa. Usihukumu mtu na last month, because ukichange mwenendo wako leo, Mungu anakuchukua ukiwa straight na anaondoa uovu wote mbele yako na anasimamisha failo yako ya kwamba ni mtakatifu. Although wale watakataa kukuamini kwa sababu walijua ulikuwa mbaya, Mungu anakuamini. Wacha nikuambie kitu. Don't give before you give your heart to God. I tell you the truth. When you give your soul and your spirit and your body, now when you're going to give your money, utakuwa blessed. Hapo tunasema ya kwamba ukipeana utabarikiwa. Ukipeana utabarikiwa, because you are blessed already. It is not about money. It is about your heart. Hallelujah. Pesa unaweza tafuta hata bila kuwa umeokoka na uzipate. Hawa watu wote matajiri wako huku, si watu wanakuwa kanisani. Hawa matajiri wote wako na magari, unapita huko na masamba, si kwa sababu wanapenda Mungu sana. Wanabidii na wengine wana njia zao za kupata pesa na wana pesa. Hata ukitaka pesa bila wokovu unaweza zipata. Hallelujah. You must understand, watu wako na pesa na si kwa sababu wanapenda Mungu, si kwa sababu wanaenda kanisani. Kwa hivyo usiache kujidanganya useme ya kwamba hawa watu wanatoa wanapenda Mungu sana. No, Mungu atembei kama bila watu wanatembea. Anja kuelewa, pesa ni makaratasi. Na pesa zinakusaidia kufanya kile kitu unafanya. Hebu angalia pesa yako uone imechorwa nani. Kama haijachorwa ndovu, saa hii imechorwa rais, na hiyo ni makaratasi, unaweza weka kwa jiko. Una exchange, ni kitu ya kukusaidia kupata. Unataka nguo, unapea mwenye pesa, nguo pesa anakupatia nguo. Hiyo ndio njia ya pesa. Hakuna mahali pengine pesa inaweza kukusaidia. Unapatia mwenye duka pesa, anakupatia unga, unakuja unapika ugali. Hizi pesa hakuna mahali zinaenda beyond kutumia hapa. Kwa hivyo pesa isiingie mawazo yako, hiyo unafikiria hata Mungu utaenda kumuonga na pesa. Binguni street ni za dhahabu. Huko tani Yesu Kristo ndio taa inamulika pale. Ni kama njua kuna metameta. Hauwezi kwenda pale na tamaa ile uko nao ufike, kwa sababu utakatwa. Kwa sababu utakatwa nje. Mambo lazima ibadilike. Mimi nasema hivi ninapomaliza. Na ninapoongea, tukiingia mahali pa kutoa sadaka ya ukweli, lazima ujue sadaka is not about what you give only. It is not about giving. It is about you. It's about you. First, God anataka moyo wako, my friend. Mungu anakutaka kuliko bila anataka pesa zako. Unaletea Mungu ng'ombe, unauza samba, unaleta kwa Mungu, na sasa hiyo ni mwizi, wewe ni mchawi, wewe ni mkora, wewe unafanya vitu zingine vituko. Mungu hana interest na hizo vitu unafanya. Yes. At least ni vizuri. Anasema dhambi. Nanyi Mungu wenu maovu yenu yanawatenganisha na Mungu, na dhambi zenu zinaficha uso wake asione, hata hataki kusikia. Kwa hivyo wakati dhambi iko, number 1 Mungu haonangi, number 2 asikii. Ndio maana naomba hakuna kitu kinafanyika. Angalia njia zako. Mungu lazima afanye kitu wakati watu wamefanya hivyo. Kwa maana mikono yenu imetua najisi kwa damu, na vidole vyenu vimetua unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, mindimi zenu zimenong'ona mbaya. Hiyo tutaongea kesho. Mikono yenu imetua unajisi kwa damu. Do you know damu inaingia aje kwa mikono? Wacha nikusaidie something. Anytime umeongea vitu za mtu, umechukua sauti yako umeongea kuhusu mtu, huyo mtu amesikia, aidha alikuwa ameokoka amekataa Mungu, ama alikuwa anapenda kanisa ametoka kwa hiyo kanisa kwa sababu alisikia story zako bila uliongea, amekataa Mungu. In the spirit umekuwa umemuua. Physically ako hai, but spiritually umekata singo. Hiyo damu in the spirit inakuzana kwa mikono yako. You cannot see the blood, but in the spiritual realm damu inaonekana. Malaika yule anakushughulikia anapoteremka kuja kuangalia ripoti zako, anakuja yeye na file. Anapofika ukiinua mikono juu, inaonekana iko na damu. Malaika anasema hii mikono ya fulani iko na damu.
Priska mikono yake iko na damu. Kwa nini iko na damu? Aliua mtu. Nani? Tujaona akichinja. Sasa aliua fulani. Kwa nini fulani aimbagi kwaya? Ni yeye alifanya atoke. Kwa nini fulani ahubiri? Kwa sababu ni yeye alifanya asihubiri. Nani alifukuzwa kwa fulani? Ni yeye. Damu zote zinakuja kwako. Na ndio maana unaona Biblia inasema wanaume wakiomba wainuage mikono. Unaiona Biblia ikisema wanawake wainuage mikono wakiomba. Sasa hiyo nikianza kufundisha uelewe kwa nini? Inasema na wanaume wakiomba wainuage mikono mitakatifu mbele za Mungu, mikono mitakatifu. Kwa sababu sana wanawake huongea zaidi, wanatia damu zao mikono. Ukiinua hivi unaonekana na malaika. Unaanza kuzuilia maombi yako. You must understand these things. Hizi ni very powerful things. Hii ni vitu unapaswa uelewe zinaletwa na njia gani. Kwa hivyo ndio maana inasema ya kwamba mikono yenu na mikono yenu imetiwa najisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu, kwa sababu ndio mnachokora nazo. Uovu ni matendo mabaya mnaofanya, na midomo yenu imenena uongo. Sasa watu wangapi wajaongea uongo? Hata kwa biashara yako unasemanga uongo. Unaambia mtu unajua hii simu inatokaga ngiri 15. In fact bei hile nauzia wengine na anaandika risiti hapo za kukafuta watu, lakini mimi nimekuuzia kabisa 14.5, nimekutoa 500 kwa sababu nimeona na ni uongo. In fact inaitwa lugha ya biashara. Hiyo lugha ya biashara itaharibu wokovu wako. Hiyo lugha ya biashara mbaya ya kuiba, achia wenyewe wizi. Achia mtu wa kawaida afanye hivyo. Wao umeokoka, ongea ukweli. Mungu ataleta kasoma wako. Mwambie ukweli. Hata anje ku-explain. Mwambie hii simu yangu nauza ngiri 15. Nitakutolea 500. Waje kukaa ku-explain. Ati tunaleta na hizi pesa. Unajua sasa hivi nikikutolea risiti na kitabu tunaleta na hii pesa. Unamexplainia nini? Na unajua ni uongo. Na sometimes hata kama unataka kusema, huwezi ambia mtu ulinunua simu ngiri 5 ati unamuuzia 10. Wewe mwambie unauza 10. Hiyo ingine unataka explain na roho yako mwenyewe. Wacha kudanganya mtu. Mungu anajua. Mungu anajua vile ulinunua. Sasa biashara na kutoa ziko pamoja. Hii uongo ukiingia hata kutoa kwa Mungu. Ndio maana watu they are not faithful. Atauza kitu bei kali na auze ndapo, lakini akitoa tithe atakata. Mungu akusamehe sana. Kwa sababu kutoa ni Mungu, mtu anatoa moyo wake kwanza. Ukitoa moyo wako first, huwezi iba Mungu. Because fear of the Lord iko ndani yako. If you don't fear the Lord, you cannot fear to kuiba Mungu, kuchukua za Mungu. Kwa hiyo wale watu huiba Mungu ni kwa sababu hata wamuogopi. Lakini mimi nitaogopa. Kama ninaogopa Mungu, nitaogopa kukula fungu la 10 sababu najua nimeachilia mharibifu akuje akule vitu zangu. First fear God. Ini maandiko yanasema kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Kama hujamcha Mungu hauwezi endelea. Na mimi nawaambia kwamba before you give, ziulize na mimi nimezipeana ama ni pesa nimepeana. Mungu akusaidie kutoka leo. Tunapoendelea na hii topic, Jehova akufanye uelewe ya kwamba kusucceed kwako ni katika obedience. Waze kujua vile Biblia inasema Mungu atakubariki maisha yako kama utasema yes to the Lord. Today I declare today, let the power of the Holy Spirit come upon your life and touch your body, touch your spirit, transform your life in the name of Jesus Christ. Mara umekuwa ukizifikiria mambo imekuwa magumu, uongo umeingia kwa biashara zako, kwa kazi zako, please toa moyo wako kwa Mungu. Naye Mungu ataprotect your money, ataprotect your family, ataprotect your anything you are doing, your business. Mara umeajiriwa, ataprotect your job in the name of Jesus Christ. Ndio maana hata ninapoambia watu watoe, na kuambia kama unasikia you can give for this ministry, you can support in this ministry, give for your own, mwenyewe, kwa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio umetaka, umesikia moyo wako unataka. I cannot force you. Siwezi kukuambia lazima utoe. Lazima utoe ama ulaaniwe. Usipotoa utaalaaniwa. Hiyo, that's not the point. Ambia mtu ukweli, muachie. Aache akipika mwenyewe. Hii ministry unaona nahubiri hapa huwa anahitaji a lot of money all the time. Hata kama hutumi pesa, nahitaji pesa. Lakini the point is, mpaka usikie moyo wako unataka kufanya, hiyo ndio itakubariki. Kama moyo wako hauko pale, don't do it, because you cannot be blessed.
Mtu anabarikiwa sababu kwanza ametoa kwa roho, roho yake imeachilia na sasa anaachilia physically. Inakuwa blessing. I tell you the truth. Ndio nasikia kwamba utabarikiwa, ingia hapo, utabarikiwa utoka hapo, utabarikiwa barabarani, utabarikiwa because first umetii neno la Mungu. Baba, kwa jina la Kristo ni asante kwa wapendo hawa. Na wabariki kwa jina la Yesu, naomba bila wamesikia hili neno. Wacha neno hili likawe nguzo ya maisha yao Bwana. Wacha wakajitoe miili yao na mawazo yao na mioyo yao Jehova. Wakajitoe kabla hajatoa fedha zao na mali yao. Wacha Mungu akakuone kwa njia zao zote. Nimeachilia upako wako katika jina la Yesu Kristo. And declare favor upon your life. Katika biashara zako, katika njia zako Bwana, akufundishe kutoa na kujitoa kwanza. Ndio maana Mungu aliambia Waisraeli, kwanza mjitakaze siku 3 kabla mjakuja kunitolea dhabihu. Mjitakaze siku 3, halafu mkuja mtoe kondoo juu ya mlima huu, kwa sababu Mungu hataki kwanza kondoo, anataka wewe. Nimedeclare Jehova aweze kukusaidia, uweze kujitoa moyo wako, ujitoe roho yako, ujitoe njia zako, na Bwana bariki maisha yako na kufungulia milango mpya, na chochote utafanya kifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Sema amen. May God bless you. Nimesema wiki hii tunajifundisha giving. Na nimesema hanza, before tuanze kuongea how to give money, how to give tithe, how to give thanksgiving, sacrifice, prophetic offering, everything I will teach you. But now understand, you must give yourself first before you give money. Na ni vizuri sana. Unajua, sometimes nikiwa mhubiri naweza sukuma na mashida zangu nianze kukuambia utabarikiwa hata ukiwa mchawi. Toa tu. Panda mbegu. Panda mbegu ya 5,000 na Mungu atatenda muujiza. Panda mbegu, naona milango ikifunguka. Naona ukipata ngari mpya, achilia. Naweza sema vitu mingi. Na ubiri kwa sababu Mungu amepewa mdomo wa kusema, wana ku-encourage na ni vizuri. Na kwa sababu ya imani ukitoa unapata. But the fact is, protection is not there because there's no God. You give, you do many things, but God is not there. Because kuokoka kwako na kusimama kwako na utakatifu, Mungu ana protect your money. Anasema siwezi kukubariki nichangamanishe baraka zako na uchungu. When God bless you, there is no pain in your blessing. Akikubariki si pesa za kukimbia hospitali, pesa za maajali, pesa za kuitishwa na mateso, pesa za kuendaka kila mahali. Jehova akikubariki, pesa zako ni za kuenjoy na watoto wako, na watoto wako uachie utajiri kwa sababu umebarikiwa. Pesa blessing. Si blessing unang'ang'ana kukula na kukunywa. Na Jehova tuondolee hiyo na tuweze kufuata maagizo. Bwana wabariki, mwe na usiku mwema, na wapenda sana. Tukutane asubuhi mapema. Asubuhi tulikuwa tunaongea nini? Kwa sababu lazima understand maandiko. Encourage yourself to encourage. Nitakuwa encourage kesho, alafu tuendelee. Lakini jioni tunajifundisha giving. Na tutajifundisha na njia tofauti sana. Ndio maana nimeanza mbali kidogo. Kwanza wewe uzitoe. Uanze kujiuliza, nani natoa na sionangi Mungu? Utamuona sasa ukianza kufuata maagizo. I want to teach you. God will bless your life. Have a good night. God bless you so much.